Habari zenu washonaji, karibuni sana na karibuni tena kwa mara nyingine katika chaneli hii ya ushonaji. Somo letu la leo tunaenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona flat collar. Collar hii ni collar fulani hivi ambayo inalala yenyewe haichachamai. Kama inavyoonekana hapo kwenye video. Na kuomba usiache kucomment, kulike, kushare na washonaji wengine ili na wao wapate maarifa, lakini pia usiache kusubscribe chaneli yangu ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila nitakapokuwa nina upload. Twende darasani. Kwa kuanza hapa, hii kola yetu tunaenda kuikata kwenye mkunjo. Sawa? Kwa hapa unachotakiwa kufanya, utakunja hii shingo yako. Hapa mbele utakutanisha namna hii na huku nyuma utaileta namna hii. Hakikisha hii mishono ya pembeni ya begani imelingana kama hivi. Na ili zoezi liwe jepesi, mimi nitapini hapa. Kwa huu ndo mzunguko wako wa shingo. Hapa tumeikunja, sawa? Manake tunaenda kukata kwenye mkunjo. Na hapa nyuma mgongoni huku shingoni utaweka alama hapo, utaweka mkato kidogo namna hiyo, tutaona jinsi tutakavyokuja kutumia baadaye. Baada ya hapo utachukua kipisi chako cha stiff kama hivi cha kutoshea shingo yako hiyo, sawa? Utakunja. Hii stiff yako inatakiwa iwe kwenye mkunjo, sawa? Baada ya hapo utachukua sasa hii nafasi hapa ya shingo, utakuja uiweke namna hii. Utaibebeshea hapa kwenye stiff, sawa? Hakikisha huu mgongo huku nyuma tulipokunja inaenda sambamba na huu mgongo wa stiff tulipokunja huku. Kwa utaiweka nguo yako namna hii, sawa? Kwa hapa nguo yako ikishakuwa imekaa kwa utulivu, utakopi hii round ya shingo. Kutokea sasa kwenye huu mstari wa round ya shingo, utapanda juu 1.5 cm ama robo 3 inchi. Na kutokea tena kwenye huu mstari utashuka chini 1 cm ama nusu inchi. Then hapa mwisho utatengeneza curve ya namna hii. Baada ya hapo utakata. Kwa utakuwa na kipande chako cha namna hii. Kwa baada ya hapo utakazia hiki kipande chako cha stiff kwenye kipisi cha kitambaa kama hivi. Kwa ukishakazia stiff yako kwenye kitambaa kama hivi, utakuwa na kitambaa kingine cha pili. Utaenda utabebeshea namna hii hapo juu. Sawa, utabebeshea hapo juu kama hivi. Alafu utaenda kwenye mashine uende ukashone. Utapita pembezoni mwa stiff. Utapita pembezoni hapo mwa stiff. Utashona namna hiyo, utarudi nayo hivyo mpaka hapo. Kwa baada ya kushona hapo, utakata kuendana na shepu ya hiki kipande chako hapa. Utakata na huku chini, huku unaacha nafasi ya kushonea 0.5 cm ama robo inchi. Baada ya hapo, upande huu wenye stiff utakunja namna hii. Sawa, utakunja hii nafasi ya kushonea, utaikunjia ndani kwenye stiff, alafu utanyoosha. Utaweka mikato huku pembeni, alafu utageuza. Kwa ukishakunja hii nafasi hapa na kunyoosha, utageuza kola yako na kunyoosha vizuri, pate kukaa flat. Kwa hapa kola yako inakuwa iko tayari kwenda kushonea kwenye nguo yako.
Unachotakiwa kufanya, utaikunja kola yako namna hii. Sawa, utaikunja kama hivi, alafu utaweka alama hapo nyuma kwenye kipande hiki ambacho hakina stiff. Sawa, alafu utachukua nguo yako kama hivi, pale katikati ambapo tuliweka alama kwenye nguo, utaenda ulinganishe na katikati ambapo tumeweka alama huku kwenye kola, kipande hiki ambacho hakina stiff. Utalinganisha hapo namna hiyo. Sawa, then utaenda utashona. Wakati unashona, hii nafasi yenye stiff achana nayo. Utaanza kushona hiki kipande ambacho hakina stiff. Utashona, utaenda nayo, utarudi nayo mpaka mwanzo hapo. Na upande huu utaenda utashona, utarudi nayo mpaka mwanzo hapo. Hapa nimeshashona upande ule ambao hauna stiff. Kinachofuata nitaenda kumalizia kola yangu namna hii. Sawa, nitafunika huu mshono namna hii, alafu nitapiga uzi wa juu. Nitazunguka kola yote. Hapa nimeshashonea ule uzi wa juu, nimefunika mshono ule wa awali na kola yangu hapa iko tayari. Na huu ndo mwisho wa somo letu la leo. Naomba tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa. Bye bye.